Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora, ndugu yangu Paul Chacha, ambaye anafanya kazi nzuri sana, alipewa maelekezo na Mheshimiwa Rais kuja na mbadala wa matumizi ya kuni. STAMICO wamelibeba hili, wameifanya kazi hii. Tumeleta kiwanda, wenzetu wa WETCU watashirikiana na STAMICO kwenye kuhakikisha makaa haya ya mawe, nishati mbadala, inasaidia kwenye kukausha tumbaku yetu badala ya kutumia kuni. Haya ni mapinduzi makubwa. Hivyo niwatake STAMICO, nikiwa mkoani nimesomewa taarifa, mkoa wa Tabora bado ziko taasisi nyingi zinatumia kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia, zikiwemo shule nyingi za sekondari. Vizuri, ndugu zetu wa REA tumefanya mawasiliano kwa kushirikiana na STAMICO, wako tayari kuzihudumia shule 6 kwa awamu ya kwanza, kuwabadilisha kwenye mfumo wa matumizi ya nishati. Lakini naomba nitumie fursa hii kumwelekeza katibu tawala wa mkoa kuandika barua kwenda Wizara ya Nishati ya kuelezea taasisi zilizobaki na mahitaji ya nishati mbadala katika maeneo hayo, ili kwa pamoja tuzisome taarifa hizi na kuzifanyia kazi na wenzetu wa Wizara ya Nishati. Lakini pia wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Nikiwa pale napokea taarifa, nikaona moja ya shule 2 kongwe zilizoko hapa Tabora ambazo zimebeba jina la Tabora, na wenyewe bado hawajahama kwenye matumizi ya nishati safi, bado wanatumia kuni na mkaa. Hili kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, shule ya Tabora Boys na shule ya Tabora Girls watakwenda kuwekewa mfumo wa nishati ya gesi kwa ajili ya matumizi, na waachane na kuni na mkaa. Kwa naomba muongeze uzalishaji kadri ambavyo mahitaji yatatokea hapa, tuhudumie na taasisi zilizobaki ili tupunguze uharibifu wa mazingira ndani ya mkoa wa Tabora. Na hili naamini kabisa lipo ndani ya uwezo wenu na uwezo wa kulifanya hili. Sheria STAMICO wamepewa jukumu la kusimamia rasilimali ya madini kwa niaba ya Watanzania wote. Kwa Mzee Silo, Watanzania wana imani kubwa na wewe. Unabeba jambo kubwa. Sekta ya madini ni kati ya sekta ambazo zina mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi ya sekta ya madini ni zaidi ya shilingi trilioni 7. Mchango wa sekta ya madini kwenye mapato ya ndani tunachangia kwa 15%, zaidi ya shilingi trilioni 2 zinatoka kwenye sekta ya madini. Fedha zinazozunguka kwenye sekta ya madini kupitia masoko ya madini 44 na vituo vya ununuzi wa madini 114 ni zaidi ya trilioni 2. Lakini pia fedha zinazotumiwa na migodi mikubwa hapa nchini kwa ajili ya kununua bidhaa na huduma ni shilingi trilioni 5.1 kwa mwaka. Sekta hii imechangia kwenye pato la taifa kwa 10.1
mwaka mmoja kabla wa lengo lililowekwa la mwaka 2025. Mwaka 2024 tulishafikisha 10.1, lakini sekta hii mwaka 2015 mwaka 2016 tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mmoja shilingi bilioni 161. Mwaka jana tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kutoka shilingi bilioni 161 mwaka 2015. Mwaka jana tumeingiza shilingi trilioni 1 kwenye mfuko mkuu wa serikali kupitia sekta ya madini, na mwaka huu tumewekewa lengo la kuingiza trilioni 1 na bilioni 200, na mpaka hivi sasa tumeshakusanya zaidi ya bilioni 700. Maana yangu ni nini? Maana yangu nilitaka nikwambie mwenyekiti wa bodi ya kwamba umeshikilia sekta ambayo ni sekta yenye mchango mkubwa kwenye uchumi wa Watanzania. Ni kuombe kwa dhati kabisa, tumia vipawa vyako vyote, tumia na uaskari wako inapobidi. Nataka tuwaone Watanzania wananufaika kupitia STAMICO kwenye sekta hii ya madini.